Kwa majina naitwa Tabibu Papiano Sretungura, natoka kwenye taasisi ya Jenga Uwezo Herbalistic Organization Center. Jenga Uwezo ni kitu gani? Jenga Uwezo ni kituo kinachohusika na tiba za asili. Sana sana labda hili neno tiba za asili nilielezee kwa sababu kinakuwa na watu wanalielewa tofauti, ili watu waweze kujua tiba za asili na tiba za kienyeji. Maana kwa sababu tunatumia mimea, watu wanashindwa kutofautisha tiba za asili na tiba za kienyeji wakifikiri ni kitu kimoja. Tiba za asili maana yake ni zile tayari tiba ambazo zimeshafanywa uchunguzi na kuthibitishwa na mamlaka husika. Sasa tiba za kienyeji ni kwamba zipo dawa za miti sawa zinatibu, lakini hazijafanywa uchunguzi. Sasa moja kwa moja, pamoja na historia hiyo kwa ufupi, niende kwa moja kwa moja kwenye tatizo la figo. Mara nyingi tumepata tatizo la watu kuwa na malalamiko ya figo. Figo inaweza kuwa na matatizo mengi, lakini mojawapo inashindwa kufanya kazi kutokana na watu kutokunywa maji. Na watu ambao hawanywi maji, maana yake ni kwamba kazi ya figo ni kutoa uchafu katika mwili. Utajikuta kwamba mtu anashindwa kufanya nini? Kunywa maji, figo inashindwa kusafishwa na virutubisho haviwezi kwenda. Asipokunywa maji, mtu anashindwa kupata oxygen katika damu. Sasa moja kwa moja nijikite kwenye tiba ya figo. Kuna tunda ambalo limethibitishwa linaitwa tamarilo. Ili tunda ni kwa ajili ya kutibu figo. Unaweza ukatumia tunda hili lenyewe au unaweza ukatengeneza juisi ya dawa hiyo ukakamua bila kuweka hata tone la maji. Sasa utakapokuwa unatumia matunda kwa wingi na kunywa maji kwa wingi, utakuwa unakwenda kupambana na tatizo hilo la ukosefu wa kufanya kazi vizuri mwilini kwa kutumia figo lako. Kwa hiyo tamarilo inatokana na mmea gani? Hii tamarilo ni mmea unaoitwa tamarilo, kwa hiyo tunda yake ni tamarilo. Au kwa Kiswahili wengine wanasema ndio ya kisayansi. Kwa Kiswahili wanasema ni tunda pori. Lakini kwa sababu sasa hivi watu wameanza kuyapanda, watu walikuwa wanaita kwamba ni tunda pori, lakini ukiangalia kwenye vitabu utakuta imeandikwa tamarilo, watu wanashindwa kuuliza kwamba kwa kuzalao kwamba ni matunda ya nyoka. Kwa sababu nyoka na yenyewe ni kiumbe anakula matunda hayo, lakini sasa hivi inapandwa. Na ukienda kwenye soko utakuta bei yake, kwanza utashangaa. Bei yake inakuwa juu kidogo. Utakuta mtu anakuambia shilingi 3000, 2000, wakati watu wamezoea kula matunda ya shilingi 5000 yakiwa matunda matatu. Kwa hiyo matunda hayo ni mojawapo ya tiba. Kuna dawa nyingine ambayo inaitwa King Solomon ambayo iko pale shambani, hatukuweza kupata matunda yake, sasa hivi sio msimu wa kupata matunda. Lakini King Solomon ni tunda ambalo tayari na mbegu zake zimethibitishwa tayari kwa kutibu hizo figo. Sasa kwa watu ambao wanakuwa na wasiwasi kama nitajuaje kama figo yangu inafanya kazi vizuri, mara nyingi huwa kuna dalili za kuonyesha kwamba huyu mtu figo zake zinaanza kuathirika. Utaangalia anaanza kuvimba kwenye enka, alafu anaanza kuvimba kwenye sehemu ya figo na ukojoaji wake unakuwa ni wa shida. Kwa hiyo moja, tunasisitiza kwamba aende serikalini akapate vipimo. Alafu akisha dhibitishwa kwamba anaumwa, anatumia dawa hiyo, alafu arudi pale pale baada ya kupimwa ili kupata uhakika wa kwamba dawa inatibu kweli bila kuwa na wasiwasi. Kwa hiyo katika matumizi ya kutibu figo ni vizuri watu wajikite kwanza kunywa maji kwa wingi, maji safi na salama. Watu wasipokunywa maji, kuna madhara mengine wanayoyafuata kabla ya kufanya nini? Kabla ya kuugua hiyo au kufanya kazi kwa shida hiyo figo. Kwanza anakuwa na vijiwe katika figo. Watu tunaposema vijiwe, watu wanakuambia kidney stones, kwamba si vijiwe kama hivi vijiwe unavyoviona vya barabarani. Ni kwamba ni viprotein ambavyo vimeingia kwenye figo vikashindwa kusagwa kwa sababu nguvu zako za mwili zinakuwa hafifu. Kitu kingine kinachotakiwa ni kuongeza kinga ya mwili. Unaposema kinga ya mwili, mtu hajajua kwamba kinga ni ipi. Sasa kinga ya mwili inatakiwa iwe katika mwili mzima. Ndio maana tunashauriwa kula vitu vibichi vinavyoliwa bila kupikwa ambavyo vina uhai wake. Lakini kwa tahadhari ya kula vitu vibichi, lazima uwe mwangalifu kuzingatia afya. Kama unaosha maji vuguvugu, tunda lioshwe kwa maji vuguvugu na kuweka chumvi ya mawe. Kwa nini chumvi ya mawe? Chumvi ya mawe ina madini ya iodini, na maji vuguvugu utaunguza wale bakteria wanaokuwa kwenye tunda, na matokeo yake utajikuta unakula tunda au unakamua juisi, unajikuta unaweza kutibu figo yako vizuri. Kipi ambacho unawashauri wale ambao wamekusikiliza tabibu? Asante sana. Wafuatilie katika labda
tutatoa namba za mawasiliano pale mwishoni, au popote watakapopata tunda hilo walitumie wakijua kwamba, kwa sababu liko kwenye nini, kwenye maandishi ya vitabu. Kwa sababu tunapokuwa tunasema kwamba hayo matunda si kwamba tunayatoa kichwani, ni matunda yanatumika ulimwengu mzima. Kwa sababu tunaposema dawa za asili ni kwamba vitu vinakuwa documented, vimeandikwa. Na tunda kama limeshafanywa research kwa kufanya kazi hiyo, sema kwa kuzingatia watu matabibu ambao wanakuwa ni wengine wanakuwa na mashaka, watafute vitu ambavyo vimeshasajiliwa matunda kwa ajili ya figo. Sasa mtu atakapokuwa anafanya kazi na kitu ambacho kimefanywa research, anaweza katoa ujumbe na wale watumiaji wakapata sifa ya kuona kwamba wanatibu figo. Kwa maana hiyo, tibu figo yako kwa kutumia matunda. Asante sana mtangazaji. Kwa majina anaitwa Tabibu Papianus Rwechungura. Tuko kwenye taasisi ya Jenga Uwezo. Namba za simu ni 0755 84 8381. Namba nyingine ni 0715 84 8381. Nitarudia kwa ajili ya msikilizaji au mtazamaji. Namba za simu tunapatikana hapa Jenga Uwezo Herbalistic Organization Center, kituo kikubwa kiko Bukoba. Kwa namba za simu ni 0755 84 8381. Namba nyingine ni 0715 84 8381. Karibuni tupambane kwa kutunza figo zetu. Asante sana.